Upo utaratibu ambao ni wa pande zote kwamba ada zile zinasaidia hivi vyuo ama taasisi ziweze kujiendesha, hasa zile ambazo hazipokei ruzuku ya serikali kwa kiwango cha kuweza kujiendesha. Lakini upo ukweli kama ambavyo mheshimiwa mbunge alivyosema wa kwamba inatokea katika baadhi ya wanafunzi anakwama kabisa kutokana na mazingira alikotokea. Sasa utaratibu ambao umekuwa ukitumika miaka mingi, hata enzi ambapo hapakuwa na elimu bila ada, ilikuwa ni wanafunzi kuruhusiwa kufanya mitihani, lakini watakapotakiwa kuchukua vyeti vyao watalazimika kulipa kwanza zile ada ambazo hawakuwa wamezilipa. Kwa nielekeze taasisi zetu za elimu kuzingatia utaratibu ule ambao umekuwa ukitumika wa kutokuwazuia wanafunzi kufanya mitihani, kwa sababu mitihani ni jambo la maandalizi. Mwanafunzi anakuwa ameshajiandaa, yuko tayari kwa ajili ya mitihani, na jambo la ada sio la kwake, kwa anapata adhabu kutokana na hali halisi ya kimaisha ya familia yake. Ile ni jambo ambalo si jema. Turejee kwenye ule utaratibu ambao mitihani ikifika wanafunzi wafanye mitihani, wapimwe, kwa sababu hicho ndicho, hawapimwi kwa ada, wanapimwa kwa maandalizi ya mafunzo walioyapata, na utaratibu ule wa kwamba atakapohitaji cheti chake lazima awe amemaliza mahitaji yote ya kimalipo ambayo alitakiwa kuyafanya. Sambamba na hilo, taasisi hizi waendelee kuongea na wazazi mara kwa mara, kuwakumbushia kwamba kuna mahitaji ya kifedha ambayo mwanafunzi wao ama mtoto wao hajamalizia, ili waweze kuweka utaratibu wa kuweza kuyalipa bila kuathiri masomo ya mwanafunzi. Mheshimiwa Spika, anayelipa ada anakuwa mzazi, sio mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi jukumu lake ni kusoma, na vyuo pamoja na kuzingatia ukweli ule kwamba vinatakiwa kujiendesha, vinatakiwa kupata fedha hiyo viweze kujiendesha, utaratibu mzuri zaidi ufanyike ule ambao uliendelea kufanyika. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuongeza fedha kwenye upande wa mikopo ya elimu ya juu na vyuo vya kati ili kuongeza idadi kubwa zaidi ya watoto ambao wananufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa Spika, tangia serikali ya awamu ya 6 ingie madarakani, fedha zinazokwenda kwenye mikopo ya elimu ya juu zimeongezeka kwa takribani mara 2, kutoka bilioni takribani 400 hadi bilioni 900 na ziada, jambo ambalo tunaamini limeongeza pia idadi ya wanafunzi wanaonufaika na mikopo. Nitoe rai pia kwa wanufaika ambao waliwahi kunufaika na mikopo kuendelea kurejesha, ili serikali iweze kuwapatia wanafunzi wengi zaidi wigo wa kupata mikopo hiyo na kunufaika na elimu ya juu.